hali yako maneno ya Mungu. Naomba ujiweke tayari kwa ajili ya kujifunza zaidi. Natamani sana niwe mwalimu sehemu kubwa ili upate kitu cha kusaidia katika hizo nyakati za mwisho. Yesu asifiwe. Biblia, fungua Biblia yako. Wewe una Biblia, basi utafute Biblia. Na Mungu atakupa hela kupata Biblia. Wewe unakosa daftari kama ya kwangu hii ya kitajiri, basi nunua hata kile daftari cha sungura uje nacho. Uandike tu ile daftari cha sungura. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ambaye mwenye kompyuta kichwani ambapo anaweza kaeka neno la Mungu. Amina. Tunaandika wote. Mungu awabariki sana. Naomba tuombe. Baba Mungu uliyeziumba mbingu na nchi pamoja na bahari na chemchemi zote zikubujikazo, Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, ninalibariki jina lako, Mungu wa Thenashara, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu ni mwema na mwaminifu. Umenipa neema kubwa hii Yesu ya kusimama katika madhabahu yako hii, katika kanisa la mtumishi wako ulilompa. Baba, ninasema asante kwa sababu ya kibali hiki. Nami ninasimama Mungu kwa ajili ya maneno haya ambayo Bwana amenipa. Kwamba Yesu kayabariki haya maneno. Kanitumie kama mtumwa sio kwa faida. Tufungua Biblia yako. Umeshafungua Biblia? Waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili. Pamoja alipa kufungua baba. Dada anaandika kufungua. Twende kwa pamoja sasa. Twende 1, 2, 3. Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa kwamba tuitwe wana wa Mungu, na hivyo tulivyo. Samahani. Biblia ziko chache. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza na wa pili inasema, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukutambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadilika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Amen. Sasa somo, andika tumekuwa wana wa Mungu. Andika tumekuwa wana wa Mungu. Tumekuwa wana wa Mungu au watoto wa Mungu, kama unataka kuweka vizuri. Tumekuwa wana wa Mungu. Andika tumekuwa wana wa Mungu. Lengo kuu la somo hili ni kufahamu maana ya wana wa Mungu, lakini pia haki ya kuwa mwana wa Mungu, na pia maagizo kama mwana wa Mungu ambaye Mungu ametuagiza. Kufahamu maana ya wana wa Mungu ili watu waelewe, sababu watu wanashindwa kuelewa nafasi walionayo Mungu aliyowapa. Lakini pia tufahamu haki za kuwa mwana wa Mungu. Yaani wewe una haki gani kuwa mwana wa Mungu? Una haki zipi? Lakini pia tuangalie maagizo ya kuwa mwana wa Mungu. Mungu yapo majukumu amemwagiza mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yohana huyu alikuwa ni kijana wakati ule Yesu yupo. Alikuwa na miaka kama 17 mpaka 20, na maandiko yanasema kwamba alikuwa ni kijana ambaye aliyependwa na Yesu. Mara nyingi alikuwa na agama kifuani kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wako watu wengi walizani ya kwamba mpaka Yesu atakapokuja katika ufalme wake unyakuwa kanisa ndipo atakapoonana naye, lakini Yesu hakumaanisha hivyo. Yohana alikaa katika miaka yake yote katika utumishi akiwa amefanya. Ilifika mpaka akafika umri mkubwa zaidi, akawa mzee wa miaka karibu 90. Mzee ni kikongwe sasa. Ndugu zake na marafiki zake ambao walikuwa wanafanyana huduma walishakufa,
wakiwepo kina Petro na kina nani, kwa sababu Petro wakati wa huduma, Petro alikuwa ni mtu mzima kuliko wao, walikuwa wameshakufa. Paulo alikufa wa mwisho kabla ya yeye, mwaka 68 Paulo alishafariki.